Karibu katika sehemu ya 10 ya likapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 9, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Mwamba Sang-yang aligundua kwamba Director Han ndiye alikuwa mlezi wa watoto yatima katika kituo hiki, na kwa bahati mbaya alikuwa akiwafanyia vibaya sana watoto hawa, na alikuwa akiwaadhibu huku akiwaambia kwamba wanatakiwa kuandika barua za kuomba msamaha. Lakini Sang-yang alipokuja kuunganisha matukio akaja kugundua kwamba inawezekana kabisa kwamba hata muuaji alitokea katika kituo hiki cha watoto yatima. Kwa lugha nyepesi ni kwamba utaratibu wake wa mauaji huo unaambatana na barua. Ili kudhibitisha haya, akamfuata yule afande ambaye wakati mwingi anatumwaga kumpeleleza. Ikabidi kwanza kumuuliza, "Je, unafahamu kwamba Kim amewahi kusoma katika kituo hiki cha watoto yatima?" Lakini huyu jamaa akamwambia kwamba ni familia yake nzima. Kama ni familia nzima ya Mwamba Kim, basi muuaji si mtu mmoja. Moja kwa moja Mwamba ikabidi kuwahi na kumfuata Captain Sili na kumwambia kwamba wanatakiwa kumfanyia mahojiano huyu Mwamba anayefahamika kama Kim kule gerezani alipo. Lakini walipokuwa wakimfanyia mahojiano mtu huyu hakuweza kujibu kitu chochote kile. Hapo akagundua kwamba kuna kitu ambacho kitakwenda kutokea nyuma ya pazia. Na Mwamba Sang-yang ili kujidhibitishia kwamba muuaji si mtu mmoja, basi akaanza kukumbuka matukio yote yalikuwa yamejili, na hapa akagundua kwamba kila matukio yaliokuwa yanatokea, ile tukio la yule mtu kugongwa na gari, bila shaka alikuwa amekufa, ila kwa sababu hii ni familia basi wengine waliendelea kuwepo. Hasa tukirejea mitaani tunamuona Mwamba Captain Sili ambapo siku ya leo alikuwa ameingia mitaani na lengo ni moja tu, kumchunguza huyu Sang-yang historia yake nzima, na akaelekea katika ile nyumba ya mwanzoni kabisa ambayo Mwamba alikuwa akiishi kabla. Na alipofika tu akakutana na wazee wawili ambao walikuwa wanamkimbiza mbwa wao hospitalini. Na tena hawa wazee walikuwa wametokea katika ile nyumba ambayo inasemekana kwamba bidada Joanna alikuwa akiishi humo kabla. Sasa hawa wazee ni wakina nani na walikuwa wanamkimbiza mbwa wao hospitalini kwa sababu ana hali mbaya? Mwamba alikuwa akiwashuhudia tu. Lakini mwisho wa siku akapatia lift na kuwapeleka moja kwa moja katika hospitali ya wanyama ile ambayo bidada anaimiliki. Lakini wakati ule Mwamba Sang-yang naye alikuwa anatimba katika maeneo hayo hospitalini, kwani ameshagundua kwamba bidada atakuwa katika hatari. Lakini alipoweza kufika tu akakuta kwamba bidada alikuwa amesimama na mtu mmoja ambaye hakuweza kumtambua. Moja kwa moja akakimbia na kwenda kumpush bidada. Ile kuja kugeuka na kutazama vizuri anagundua kwamba kumbe ni Captain Sili. Samani ise. Lakini hawa wazee ambao walikuwa ni walezi wa yule bidada walipoweza kumuona huyu Mwamba walibaki wanashangaa sababu wanamjua vizuri. Sasa hawa wazee wakaanza kusema kwamba yule afande kama angelikuwa hai mpaka dakika hii asingeweza kuwa kijana mpaka dakika hii katika umri huo. Lakini Captain Sili ndio alikuwa anaelewa jambo hili nini ambacho wanakizungumza hawa wazee. Akawa anamtazama tu Mwamba na kusema kwamba hivyo kwa nini una siri nyingi? Lakini jamaa akawa anashindwa nini aweze kuzungumza kwa wakati huo. Wakabaki wanashangaa tu, bidada Joanna naye anashangaa nini ambacho kinaendelea hapa. Wakati huo nesi akaja kuingilia bana hii hali na moja kwa moja akasema kwamba mbwa wao ameweza kuamka, kwa hiyo wanatakiwa waende kumchukue. Walipoenda kumtazama yule mbwa, wazazi hao wakaanza kusema kwamba siku ambayo tulimpata mbwa huyu ndio siku ambayo mtoto wetu pia alikuwa ameweza kuzaliwa. Kwa hiyo bana tukimtazamaga huyu mbwa tunamkumbuka sana mtoto wetu. Wazee kwa huzuni sana wakaanza kusema kwamba tulimpenda sana mtoto wetu. Alikuwa akipenda sana kutengeneza vikaratasi vya machula hivi. Lakini mwisho wa siku alikuja kutoweka tu katika usiku mmoja wa barafu. Bidada Joanna alipokuwa akiwasikiliza hawa wazee akajikuta tu anapata huzuni mpaka machozi akaanza kumtiririka. Nyakati za usiku zilipoweza kufika akiwa amelala katika sofa, Kim bidada akawa anawaza kwamba ni kwa nini Sang-yang amekuwa ni mtu anayewashangaza watu wengi. Mimi mwenyewe ananishangaza kwa sababu namuonaga kwenye ndoto, lakini pia hao wazee inaonekana kuwa wanamjua, lakini kwa nini sasa? Lakini naye Mwamba Captain Sili kabidi kwenda kwa mafande wenzake na akaanza kuambia kwamba jamani, hivi mambo ya zamani kwa nini anarudi katika akili ya mtu alafu ukija kuangalia kwamba sikuishi zamani hiyo? Lakini hao wenzake wakamshauri kwamba kuna watu ambao ni madaktari walio specialize katika mambo hayo. Basi Mwamba hakutaka kabisa kupoteza muda, akawa ametimba hapo kwa daktari na moja kwa moja akaanza sasa kufanywa hiyo therapy kwa kuweza kulazwa katika kiti, kisha akaanza kukumbuka matukio ya zamani. Mwamba Captain Sili kumbukumbu zake zikamrudisha miaka 1000 iliweza kupita nyuma. Akawa anashuhudia matukio mengi sana, lakini katika matukio haya alikuwa kijiona yeye. Lakini pia alikuwa akimuona bidada Joanna, na mwisho kabisa aliona kwamba bidada Joanna alisema kwamba ni heri afe ili kwa ajili ya kumpata mtu anayempenda miaka ya mbeleni. Hii kitu ikabaki inamshtua tu. Lakini pia aliweza kushuhudia kwamba kando yake kulikuwa kuna pete mbili za zamani sana ambazo zilikuwa zimetengenezwa ni kama na almasi hivi au madini fulani hivi. Naye bidada Joanna alipoweza kuamka nyakati za asubuhi, moja kwa moja akaelekea katika ile nyumba ambayo inamuoneshaga Mwamba Sang-yang alikuwa akiishi zamani sana. Akaingia ndani, lengo ni kuweza kupeleleza ili aweze kumjua Mwamba vizuri. Lakini alipoingia ndani akaweza kuzikuta zile pete ambazo Mwamba Captain Sili alikuwa akiziona katika ndoto. Alipoweza kuzigusa hizi pete akajikuta anakumbuka kumbukumbu za zamani sana, kana kwamba alikuwa akikisi na Mwamba wakati alikuwa amevishwa pete hizi. Lakini kando kidogo ya kabati alikuja kugundua kwamba kulikuwa kuna mchoro wa zamani sana ambao unamuonesha mwanamke fulani hivi ambaye huwa yeye anamuonaga katika maono yake na ndio yeye huyo. Akaanza kukumbuka kwamba mchoro huu ni yeye kabisa alikuwa anachorwa na Mwamba alikuwa kimchora alikuwa ni Mwamba Sang-yang. Na siku hiyo Mwamba Sang-yang alimwapia bidada kwamba haijalishi umbali utakapokuepo, lakini iko siku tu atakuja kumtafuta na atakuja kumpata. Alimwaahidi hivyo na kumwambia kwamba siku moja wewe tutakuja kufa au kutengana, lakini siku moja tutakutana tu. Na bidada baada ya kuiona hii picha ndipo akaja kugundua kwamba kila alichokuwa anakiota katika ndoto haikuwa ndoto tu, bali alikuwa ni maisha yake ya zamani. Ile time bidada anataka kutoka katika hii nyumba lengo aweze kumfuata Mwamba Sang-yang kumweleza ukweli, alikuja kushangaa kwamba kulikuwa kuna
taa nyingi sana katika mitaa hii, na hakuwa mwingine bali ni Sang-yang alikopo mbele yake. Lakini bidada wakati anatembea katika hizo taa akaanza kukumbuka matukio ya hivi karibuni na ya zamani, na akamweleza wazi, haijalishi kwamba ulikuwaga kijakazi katika ufalme, haijalishi kwamba hapa karibuni walisema ulikufa, haijalishi katika kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea, lakini hatima yako ilikuwa ni kwamba siku moja uje kuwa na mimi. Akamchukua na moja kwa moja akampeleka katika nyumba ile waliokuwa kiishi zamani sana, na bidada alipoweza kuingia ndani akaanza kukumbuka matukio yote ya zamani. Lakini mwisho wa siku akahitimisha kwa kwenda kuwatembelea wale wazee wawili, na hapa mwisho wa siku akaja kugundua kwamba kumbe hawa ndio walikuwa wazazi wa bidada, na wakati huo ndio walikuwa kiishi nao. Hawa wazee kila wakimtazama bidada Joanna wakajikuta tu wanapata huzuni, lakini wakawa na misi mtoto wao ambaye alipoteaga siku za zamani sana. Sasa bidada anatamani hata kuambia kwamba mimi ndio nilikuwaga mtoto wenu kipindi hicho, lakini mwisho wa siku bidada akaja kugundua kwamba haijalishi namna gani atakwenda kueleza hawa wazee, itakuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kumuelewa. Lakini mwisho wa siku akahitimisha kwa kusema kwamba anatamani kuwa mtoto wenu hata wa hiari tu. Lakini upande wa pili tunaonyeshwa mwamba Captain Sil na alikuwa ametembelea ile nyumba ambayo jamaa Sang-yang alikuwa akiishi kabla, na akafanikiwa kuzikuta zile pete mbili, na hapa akaanza kugundua kwamba aliwahi kuishi naye maisha ya zamani, kwa sababu hizi pete mbili amewahi kuziona katika ndoto, na siku ya leo ametoka kwa daktari na ameziona pia. Captain Sil akaenda mbali zaidi na kuangalia hapa katika kabati, na akaja kugundua kwamba kulikuwa kuna mchoro unaomuonesha malaika fulani hivi akiwa na mabawa. Hii ikaanza kumdhibitishia kwamba Sang-yang ni malaika, na haya alikuwa akiyaona ni ya kweli kabisa, jamaa amewahi kuishi naye kabla. Huku nje bidada Joanna akazidi tu kumfungukia mwamba kwa kumwambia kwamba anapenda kila kitu ambacho alikuwa amekipitia kabla, katika historia zao ngumu, katika historia za upendo, katika historia za furaha, katika historia za huzuni, lakini bado yeye anavutiwa na kila kitu. Lakini akamshukuru sana mwamba Sang-yang kwa kulinda upendo wake kuanzia mwanzo mpaka dakika hii na kuendelea kupambana kila siku katika maisha yake. Kisha akawa anampiga kisi mwamba, lakini baada tu ya kumpiga kisi jamaa akajikuta mwamba ameanza kama vile kupotea au anayeyuka fulani, na mwamba akamweleza wazi bidada kwamba hali yake huwa inajirudisha kuwa kijana vile, lakini anapokuwa anapata hisia hali ya ubinadamu huwa inakuja katika mwili wake, kitu ambacho hali ya umalaika inausababisha mwili wake uweze kujirudi na kuwa kijana vile. Lakini bidada akasema kwamba haijalishi hiyo hali itakapokuja au haitokuja, hakikisha unairuhusu na inajitokeza kama ilivyo. Kama utakuwa kijana ni sawa, kama utakuwa ni mtu mzima ni sawa, mimi nahitaji kuishi maisha pamoja na wewe katika hali yako ya ubinadamu. Lakini jamaa Sang-yang akasema kwamba sio yeye anayecontrol hali hiyo, bali wewe unajicontrol yenyewe, na hajui namna gani ya kuweza kuicontrol ili aweze kuwa binadamu mazima. Basi bidada akasema kuwa anajua nini atakwenda kufanya, kisha kama ondoka katika eneo lile. Lakini nyakati hizo akajitokeza mwamba Captain Sil akiwa amechukua simu ambayo alikuwa amepiga picha ile michoro ambayo amekuta kule katika nyumba ya jamaa, kisha kaanza kumuonesha kwamba huu mchoro ni wa nani. Mwamba Sang-yang hakutaka kabisa kuendelea kumficha mwamba Captain Sil, kumwambia kwamba miaka 1000 iliweza kupita, wewe ndio ulikuwaga ni mfalme katika ufalme, na wewe ndio uliweza kumuua huyo Sang-yang, lakini pia ukataka kumuua mfanyakazi ambaye ndio bidada Joanna. Hapa ndio mwamba kaanza kukumbuka ile siku ambapo alikuwa anataka kumchoma bidada kisu. Hapa kumbukumbu ndio zikawa zinarudi, na maana mimi nitakaga ni muue bidada, how come? Lakini hata kabla mazungumzo haya yajaenda mbali zaidi, akawa amepokea simu mwamba kutokea kwa bidada Joanna, kisha jamaa akaanza kuongea naye, mazungumzo yao akawa ameweza kukatika. Mwisho wa siku bidada akawa anamwambia kwamba nimekumisi eti. Ila kesho yake tena Captain Sil akaamua kutimba katika ile hospitali ya wanyama, na lengo lake ni kuweza kujichunguza, je, hivi anapomkutana na bidada uso kwa uso nini ambacho kinatokea. Akazidi kumtazama bidada alipokuwa akiongea, akajikuta kwamba anashindwa kumtazama bidada kwa muda mrefu, akawa ametoka pale hospitalini. Lakini Captain Sil alipoweza kuondoka tu, kuna taarifa zikawa zimevuma katika mitandao kwamba kuna mwili wa bidada umeweza kukutwa katika maeneo ya mapoli, na hakuwa mwingine bali ni ule mwili ule mfanyakazi wa mwamba Kim uliokuwa umekamatwa katika maeneo fulani hivi na kuweza kutendewa ubaya. Kwenda kuchunguza katika hospitalini wakaja kugundua kwamba kulikuwa kuna DNA za mwamba Kim, hivyo wakaja kudhibitisha kwamba huyu mtu aliweza kuuliwa na Kim. Sasa katika uchunguzi wakaja kugundua kwamba jamaa alikuwa na mahusiano na huyu bidada, lakini bidada huyu alikuwa na mahusiano na mtu mwingine, kitu ambacho kilikuwa kinamkela sana. Lakini katika haya mahojiano Kim akasema kwamba mimi nilimuua mpenzi wangu, sikumuua mfanyakazi wangu. Kwa huyu mfanyakazi wangu aliweza kuuliwa na DNA zangu zimeweza kuonekana. Inaonekana nimechezewa mchezo, lakini mimi sio ambaye nilikuwa nimemuua, ila mimi nakiliwazi kwamba nilimuaga mpenzi wangu. Lakini mwamba Kim akaomba arudishwe selo, lakini alipoweza kurudishwa tu selo akaanza kushangaa kuona kwamba kuna matukio ambayo akiyatazama pale katika taarifa ile ya habari anaona kwamba ni bora yuko selo kuliko angekopo nje. Ni kama balaa la muuaji analijua vizuri kabisa, na anajua kabisa kwamba huyu mtu ambaye wanaenda kudili naye ni hatari zaidi. Hasa kitu cha kushangaza sana ni kwamba mwamba Sang-yang siku ya leo akiwa ameenda kumtembelea bidada pale katika hospitali ya wanyama lengo aweze kumpokea, akashangaa kuona kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amevalia mavazi meusi na alikuwa akimsubiri bidada kwa nje. Na hii ndio maana mwamba Sang-yang alikuwa amejuaga kwamba lazima kutakuwa kuna mtu mwingine ambaye anahusika na mauaji, na ndio maana Kim kule katika maeneo ya selo alikuwa anasema kwamba ni bora yuko selo kwa sababu mtu anaenda kudili naye ni hatari sana. Na kumbe muuaji yuko nje, wala hata hawajaweza kumkamata, na alikuwa akimuinda bidada Joanna siku ya leo. Mwamba alipoweza kumuona alinyoka naye bana mazima tu, lakini bidada wakati anatoka nje akashangaa kwamba mbona leo mwamba hajaja kumpokea, kumbe jamaa alikuwa ameenda kumfukuza huyo muuaji. Hasa bidada ikabidi kuchunguza mpaka katika gari ya
Mwamba akashangaa kuona kwamba kuna simu tu afu kuna gari. Huyu jamaa atakope yuko wapi? Huyu jamaa ni wapi ameelekea? Au kwa sababu ni malaika labda aonekani sasa hivi. Lakini dakika chache mbele Mwamba Sangyang akawa amerejea akiwa na hofu kidogo. Kisha akawa amemkumbatia bidada. Lakini baada ya kukumbatiwa bidada akasema kwamba nilikuwa naogopa kupoteza, unajua nijua umepotea tu kwa sababu wewe ni malaika. Lakini Mwamba Sangyang akasema kwamba iko siku nitapotea katika hali ya kustaajabisha kidogo. Lakini mimi naamini wakati mzuri tulionao kwa sasa tunatakiwa kutumia vizuri kama ambavyo tunaopata. Bidada Joanna ili aweze kutumia wakati huu vizuri basi akajiongeza zaidi na kumwambia jamaa kwamba siku ya leo nataka tulale katika kitanda kimoja mpaka pakuche. Watu wazima mtakuwa mmenielewa. Tukutane katika episode ya 11, episode ya